Wanasema habari dokta, nikamwambia nzuri. Akaniambia unaendeleaje na kazi? Nikamwambia namshukuru Mungu niko vizuri. Akasema samani dokta, naitwa dash dash, nipo Dar es Salaam. Nilikuwa najaribu kupitia mafunzo yako nikaona nikutafute kwa ushauri zaidi. Nikamwambia karibu. Akasema asante, nimeona posti yako mmoja juu ya wanaume wanaoenda raundi moja na hawarudi tena, na hii kitu ipo kwa mwanaume wangu tu. Akanambia kitu ipo kwa mwanaume wangu tu. Akasema ni mwanaume ambaye sijawahi kushiriki naye tendo na tukamaliza dakika 3, na ni raundi moja tu, na akimaliza hushuka na kwenda kujisafisha na kuniacha bado sijalizika kabisa. Nikamwambia pole dia, sasa atakuwa tayari kwa matibabu? Tukaendelea, lakini hakunitafuta. Naomba nirudie hili swali tena uweze kujifunza vizuri. Anasema habari Dr. Kuboja. Nikamwambia nzuri. Unaendeleaje na kazi dokta? Nikamwambia namshukuru Mungu niko vizuri. Akasema samahani dokta, naitwa dash dash, nipo da. Nilikuwa najaribu kupitia mafunzo yako nikaona nikutafute kwa ushauri zaidi. Nikamwambia karibu. Akasema asante, nimeona posti yako juu ya wanaume wanaoenda raundi moja na hawarudi tena, na hii kitu ipo kwa mwanaume wangu. Umeona? Akanambia ni mwanaume ambaye sijawahi kushiriki naye tendo na tukamaliza dakika 3, na ni raundi moja tu, na akimaliza ushuka na kwenda kujisafisha na kuniacha bado sijaridhika. Nikamwambia pole dia, sasa nitakuwa tayari kwa matibabu? Tuliendelea, baadaye nikampa utaratibu namna gani ya kuweza kuongea na mimi, akala kona. So that's kwangu hilo sio tatizo. Lakini tunajiuliza hawa wanaume ambao wanaoshindwa kurudia, tatizo liko wapi? Kwa nini hii tatizo nazidi kuongezeka? Nilikuwa naongea na mwanaume mmoja muda sio mrefu hapa, ameongea kwa uchungu sana, sema dokta, anapitia hii changamoto, lakini imefika mahala mke wangu anaanza kunikejeli na kuanza kuniambia kwani nikikupa utaweza? Anasema kama mwanaume nimekuwa disappointed sana, imefika mahala namuogopa mke wangu, imefika mahala hata kumuingilia tu mume wangu unaishiwa hata nguvu, unalegea hata kuingiza tu kwenye tundu pale, siwezi. Huyu mwanaume ameongea kwa uchungu sana, anaongea paka anataka kulia. Anasema dokta, naomba msaada wako, naomba unisaidie. Ukiangalia huyu mwanaume ambaye tayari anaonekana amekuwa tortured psychologically, namna gani ya kuweza kumsaidia? Je, wanawake ni sahihi kuweza kumlalamikia mwanaume wako akiwa hana uwezo wa kuweza kushiriki tendo la ndoa?